syllabus yetu sasa tunaingia katika masomo ya ndoto sasa na tafsiri zake. Tunaanza hapa na utangulizi. Nasema ndoto ni elimu pana inayotafsiri maisha ya nafsi yako. Ndoto ni elimu pana sana inayotafsiri nini? Maisha ya nafsi yako. Okay? So labda nikwambie, nafsi ni kitu kikubwa sana katika maisha, kwa sababu nafsi ni wewe. Unapomwangalia mtu machoni na yeye anakuangalia, yani ni nafsi mbili zinaangaliana. Sio kama mnanielewa? Yani atuzungumzii mwili, tunaongelea ile hali ya mtu kukuangalia na anakujibu kitu unachoongea. Kwa mfano, mtu anapokuambia tumia akili, anamwambia nani sasa atumie akili? Kwa mfano, mtu mnaongea anakuambia tumia akili bwana. Kwani anamwambia nani sasa? Si wewe anakuona umesimama mbele, tena anakuambia tena tumia akili. Kwa ina maana anaiambia nafsi yako itumie akili zaidi. So nafsi, makazi yake makuu ni katika moyo wako. Center ya moyo wako ni nafsi, kwa sababu nafsi ni wewe. Nafsi vile unavyoweza kuhisi, kusikia njaa, kusikia shauku, tamaa, vitu fulani. Nafsi. Ndio maana Yesu anasema mpende jirani yako kama, kwa sababu nafsi ina tabia ya kujipenda yenyewe, ina shauku zake, inataka kujitanguliza yenyewe kabla ya mtu mwingine yoyote. Nafsi. So kuna milango kadhaa, niangalie. Kuna macho, kuna akili, halafu kuna nafsi inayokuja kwenye macho, lakini ndio wewe halisi. Nafsi ndio inayo uwezo wa kusema mimi. Simenielewa? Roho ni kitu kingine. Roho ni empowerment. Roho yako ni sawa na simu yako hapo ulioshika. Uking'oa battery ni roho. Ile operating system ndio nini? Nafsi. Macho ni display. Kwa hiyo chochote utakachoweka mle ndani, operating system inajua imebeba vitu gani huku ndani ya hii simu. Kuna application ya WhatsApp, kuna sijui kitu gani, kuna wewe mwenyewe unajua tu, unaiweka tu vitu vingi, lakini inayobeba ni ile Android, ile inaitwa operating system. Kwa hiyo nafsi kwa Kiebrania inatafsiriwa kama nefesh. Nefesh kwa Kiebrania, nefesh. Na unaweza kuona lugha ya Kiebrania inataka kuwa na maneno kidogo ya kama Kiswahili. Maana kusema nefesh ni sawa na kusema nafsi. Kuna maneno mengine Kiebrania, ukisema kwa mfano nabii kwetu, wao wanasema nabii. Kwa unaona kama Waebrania kidogo kuna maneno yanataka kuendana kidogo na Kiswahili. Hii ni kwa sababu Waarabu waliotuletea maneno ya tafsiri za Kiswahili wameishi na Waisraeli. Kwa hiyo kuna maneno fulani ambayo wanaelewa au yamekuwa yanafanana. Lakini kwa Kigiriki nafsi ni psyche. Kwa hiyo psyche ni hali au uwezo wa juu wa utambuzi katika mambo ya ulimwengu huu na mambo ya ulimwengu mwingine. Psyche. Kwa hiyo ukiweza kusikia mtu anasema ameenda kwa psychic, maana yake ameenda kwa mtambuzi. Huyo sasa amekuwa na elimu kuliko wote ya kutambua vitu. Kuja kwako anatambua vitu, kuondoka kwako anatambua vitu, lakini ile elimu yake haina muunganiko na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kuona bila hata Roho Mtakatifu, Mungu alituwekea kitu fulani kikubwa sana ndani yetu ambacho shetani alipokiona kwenye bustani ile ya Eden, aliona wanadamu wana kitu kikubwa sana. Ni sawa na mtu aone kuna madini mahali. Ndivyo hivyo alivyoona. Kwa hiyo aliamua kuiba vile vitu ili kusudi awaelimishe baadhi ya watu kwa ujanja
wao wakishajua kwa haraka waweze kuanza kuwafanyia watu mambo ya uaguzi na utambuzi na uganguzi kupitia knowledge ya psyche. Lakini ukweli kabisa knowledge hiyo, au niseme uwezo wa kutambua, ndio uwezo ambao ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akikuatamia vizuri, ndio anaweza kupata manabii sasa. Sijui kama mmenielewa hapo ninapoendelea. Anaweza kupata manabii kupitia uwezo wa utambuzi, lakini katika level ya Roho Mtakatifu, sio katika level ya watu wa dunia wanavyofanya, katika uwezo wa au chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwanadamu una kitu cha thamani sana. Sema sasa sisi au mimi kama nabii mkuu nimepewa uwezo sasa katika ulimwengu wa roho kukuzidi wewe. Wewe unajua pia mambo ya rohoni, unaweza kuhisi mambo fulani ya rohoni, hata unaomba sana mpaka unasikia kama unafunuliwa kwa kitu fulani, lakini ukija kwangu sihitaji kujicharge, kujikoki ili tupate hiyo maana. Yaani ukija kwangu ni barabara imenyoka na kuambia 1, 2, 3. Kwa hiyo nina uwezo mkuu kupitia Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu katika zile roho 7 za Mungu kuweza kuwa na knowledge and understanding, yani maarifa na ufahamu. Kwa hiyo hapa nakupa utangulizi tu. Kwa hiyo nimekuambia kwamba ndoto ni elimu pana sana inayotafsiri maisha ya nafsi yako. So tangu umezaliwa, unapotembea, nafsi yako inaanza kuinstall vitu mbalimbali. Inaanza kila unayomuona, tangu umekuwa mtoto, unavoenda mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka unafika level unaanza kuota vitu, unaenda, unakuwa, unakwenda, unafika mpaka ulivyoketi hapa, ni kwamba una vitu vingi viko installed ndani. Kuna vingine unavisema, kuna vingine vimewekwa tu kwenye draw, lakini kuna siku nafsi yako kwa ushirikiano wa akili, wakati umelala, kwa sababu huvikumbuki kwa asili ya mwili wa kawaida, kwa hiyo inaweza kuvuta faili moja ikakuletea hivi, unakumbuka hii, ukaanza movie kwenye ndoto. Na ile movie utakapoianza kwenye ndoto, lakini si kama vile kitu unakiota tu, kitakuwa na maana halisi katika maisha yako ya sasa. Yani akili yako iko very smart katika kukuletea vitu vinavyokuhusu wewe kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo nataka twende pamoja tu. Kuna vitu vingine vitakuwa vizuri na vitu vingine vitakuwa vibaya, kwa sababu vinakuonyesha kwa njia ya ndoto nafsi yako wewe ni nani. Unaweza kuwa ni mtu mbaya, vitakuletea. Ni mtu mzuri, vitakuletea. Unaweza kuwa bado ni mtu mzuri, lakini zikaja ndoto za ubaya zikakuonyesha jinsi ulivyo mbaya, na zikazidi kurudia mpaka unakuta mtu anaamua kufuata njia aliyoiota. Sijui kama mnanielewa. Okay. Kwa hiyo utangulizi sehemu ya kwanza nimemaliza kuambia kuhusu ndoto ni elimu. Utangulizi sehemu ya pili, sio kila ndoto ni mbaya au ni lazima iwe na uhusiano wa aina fulani na mapepo au vifungo. Hapana. Sio kila ndoto unayoiota maishani ni mbaya au ni lazima iwe na uhusiano na vifungo vya aina fulani na mapepo na hivi. Hapana. Kuna ndoto zingine ni nzuri tu, hata kama zimechanganyika na vitu fulani ambavyo huvielewi, lakini huenda zina uzuri fulani. Unachohitaji ni kujua elimu ya ndoto na jinsi ya kutafsiri ndoto na maana zake. Kwa hiyo watu wengi hatutii maanani sana swala hilo, kwa sababu sio kitu ambacho watu wengi wangependa kujishughulisha nacho. Na ndio maana unaweza kushangaa ndoto nyingine inadumu kurudia tu. Kwa nini inarudia miaka yote? Tangu umekuwa kijana mpaka leo inarudia tu. Inarudia tu. Inaweza kupita muda inarudia tu. Kwa nini? Ni kwa sababu bado haijapata attention yako
katika kuisolve, bado haijapata attention yako katika kuisolve. Lakini siku utakapoisolve katika ulimwengu wa sasa, yani ulimwengu huu halisi wa kuwa uko macho, utakapoisolve, utakapoitafutia ufumbuzi, ndio siku ndoto ile imeishia hapo. Wangapi wana ndoto zinazojirudia kwa miaka, kwa muda mrefu sasa? Ndoto fulani unaikumbuka huwa inajirudia, nyosha juu sana. Si unaona ni watu wengi. Na kuna ndoto unaweza kuiacha ukaipuza, haina maana kuwa haitatokea, itatokea katika ulimwengu halisi. Na lakini utasema kama ungekuwa umejua tafsiri yake mapema, kuna kitu kingefanyika ili kuweza kurekebisha iwe ni kitu kibaya kisingetokea. Lakini kwa sababu kuwa unajua ndoto na umekuwa unaishi, hujui maana yake, kwa hiyo unaenda na inapita. Kwa hiyo katika utangulizi wangu nimekuambia kwamba sio kila ndoto ni mbaya au lazima iwe na uhusiano fulani na mapepo au vifungo vya aina fulani. Kwa mfano unaweza kuota labda ulikuwa na watu kadha wa kadha mnaongea, baadaye wakaondoka wakakuacha peke yako uko mwenyewe tu. Kila ukijaribu kuita hamna anayerudi, hamna anayekusikia. Uko mwenyewe. Sio kwamba unaruka wala sio kwamba unakimbizwa, hivyo tu uko tu mwenyewe. Ukaanza kufikiri kama labda kuna shida au kuna tatizo fulani labda au hivi. Ndoto kama hiyo inaweza isiwe sio lazima iwe na tafsiri mbaya. Inaweza kuwa na tafsiri nzuri katika maisha yako, ya kwamba vitu ambavyo vilikuwa vimekusonga muda mrefu vimedumu kuondoka kimoja baada ya kingine, na sasa uko huru. Lakini unaona, hiyo tu peke yake usipoijua itaendelea kukusumbua. Nimeota watu niko nao, tunaongea, tunacheka, baadaye wameniacha peke yangu, wameondoka, nimebaki mwenyewe. Ina maana mambo yaliyokusonga yameondoka moja baada. Kwa hiyo ukirudi katika uhalisi wa maisha, unagundua kulikuwa na vitu vingi vinakusonga. Kwa hiyo focus yako ya kwanza itakuwa ni kushughulika na vile vitu sasa, kwa sababu umepata upenyo kwamba vitu vyote vilivyokusonga vinafanyaje? Vinaondoka. Kwa hiyo unaweza sasa kutafuta hata njia ya kwenda kwenye maombi, kuweza kuombewa, kutamkiwa, ili mambo yale yote yaliyokusonga, ndoto yako uliyoiota ifanyeje? Itimie katika uhalisi wa maisha ya kawaida. Lakini kabla ya kuisolve hiyo, kabla hujaitatua hiyo kwa maana hii niliyoieleza, utakuwa kila siku unajiuliza, hasa maana yake nini? Watu wote wameniacha. Na kwa sababu huna jibu, itarudi tena. Na kwa sababu hujaisolve, mwakani tena itarudi tena. Itarudi tena. Kwa hiyo inakuwa recurring dream. Itaendelea kurudi au kujirudia tena na tena. Utangulizi namba 3. Ukiwa na elimu ya ndoto, ndoto zinaweza kuwa halisi maishani. Yaani ukiwa na elimu ya ndoto, remember, kumbuka ya kuwa ndoto mwanzo nimekuambia ni nini? Elimu pana. Na unataka uelewe jambo moja. Mababu waliokuwa wanaabudu mizimu, waliokuwa na mikoba ya uganga wa kienyeji, waliorithisha watu wao mikoba hiyo, waliwafundisha kuhusu elimu za ndoto, kwa sababu hizo zilikuwa ni sehemu za uaguzi wao
unaweza kwenda kwa mganga wa kienyeji ukamweleza kuhusu ndoto, hata kama hajui hasa, hana hiyo elimu pana, atajitahidi kuweza kufikia kukufafanulia kitu fulani, lakini kile kitu kinaweza kisiwe hasa na maana kubwa katika maisha yako, kwa sababu labda hana hiyo elimu pana, ila kuna vitu alijifunza kutoka mababu nyuma. Kwa sababu wao hawamwamini Mungu wa mbinguni, wanaamini kuna miungu. Hiyo miungu ni ipi? Sisi tunamwamini Mungu wa mbinguni, wao hawaamini, lakini kuna miungu wanaamini. Hiyo miungu ni ipi? Kwa hiyo katika ile miungu yao wanajaribu kushikamana nayo kwa njia ya utambuzi. Kwa mimi narudi huku katika upande huu zaidi. Nataka pia ukumbuke ya kwamba ndoto zinampata kila mtu, uwe umeokoka hujaokoka, uwe ni mpagani, uwe ni muamini Mungu au muamini mizimu. Ndoto zinampata kila mtu. Kwa hiyo kuna elimu lazima uielewe kwamba hii sio lazima iwe ya watu waliookoka au wacha Mungu. Ukishakuja kwenye swala la ndoto, ndoto inampata ni ya kila mtu. Kila mtu huwa anaota ndoto. Kwa ndio maana nikasema ukiwa na elimu ya ndoto, ndoto zinaweza kuwa halisi maishani au zinaweza kuwa maisha halisi unayoishi. Kwa mfano, Yusufu, yule Yusufu wa mzee Yakobo. Naelewa story ya Yusufu wa mzee Yakobo. Wangapi wanaelewa hiyo story ya Yusufu? Aliota ndoto kwamba jua, mwezi, nyota zinamuinamia. Wangapi wanakumbuka ndoto kama hiyo, wamewahi kuisikia? Okay. Yusufu aliota, kumbuka, akiwa kijana mdogo. Hakuwa na experience ya kutafsiri ndoto. Kwa hiyo yeye ndoto aliona ni kitu cha burudani ya kueleza. Kwa hiyo alieleza. Na ndio maana mara nyingi katika makanisa yetu tunapohubiria watu neno moja tunalijua sana kuhusu ndoto, ni kwamba usifanye haraka kumwambia mtu ndoto yako. Hilo neno lipo katika mahubiri ya wahubiri wengi. Ndoto, usimwambie mtu haraka ndoto yako, maana anaweza akakugeuka alafu usifikie mafanikio yako. Wangapi wamewahi kusikia mahubiri kama haya? Yapo. Lakini hii ni kwa sababu Yusufu hakuwa na elimu, hakuwa experienced katika elimu ya ndoto. Alikuwa bado kijana, hakuwa anajua tafsiri za ndoto. Kwa hiyo alichofanya, alienda kuwaeleza wazazi wake. Na literally aliona jua, aliota ndoto jua na mwezi na nyota. Lakini alipoona hivi vitu katika ndoto yake, vilionekana vimeshuka chini mpaka vinainama kama watu wanaoinama hivi. Kwa hiyo ndio maana akasema vimeniinamia. Sasa baba yake alikuwa experienced katika ndoto. Kwa hiyo aliposikia tu ile ndoto, yani hakuchukua hata dakika mbili, akasema huyu mtoto ndoto gani ameota hii? Kwa hiyo ina maana mimi na mama yako na ndugu zako tutakuinamia. Tayari wale wadogo zake, wale watoto wake, kumbe mambo yenyewe ndio hivi. Huyu hii kitu tutaimaliza hii. Unaona? Kwa hiyo yeye hakuwa experienced, lakini angalia alipokuwa mtu mzima, na amefungwa gerezani, mtu mzima sasa ana experience, ana elimu ya ndoto. Ndio maana alipoitwa kwenda kutafsiri ndoto ya mfalme, yani alipomwangalia mfalme tu, tayari ile ndoto ya mfalme akairetrieve ikaja kwake, akamueleza moja kwa moja, uliota hivi na hivi na hivi na ikawa hivi na hivi. Hasa amekuwa experienced. Kwa hiyo kumbuka kwamba ndoto aliyoiota lakini Yusufu ndio ilikuwa maisha yake baadaye. Mmenielewa mpaka hapo? Tukija kwa upande wa Suleiman,
Katika Nyakati wa Pili sura ya 1 mstari 6 hadi 7, naye aliota ndoto pia. Biblia inasema usiku ule alilala, alipoenda kwenye sehemu ya maombi, akawa amelala pale, akaota ndoto. Na akaota ndoto ya kwamba Mungu, baada ya kuwa ametoa sadaka zake, aliota ndoto Mungu anamwambia, sasa omba lolote utakalo nami nikufanyie. Wote mnakumbuka ya kuwa aliomba nini? Naomba sauti yako. Aliomba hekima. Je, alipata? Hakupata? Lakini ilianzia kwenye nini? Kwa hiyo unaona ndoto ilitoka kwenye, yani hali ya ndoto, tafsiri ya ndoto ile aliyoyota ilikuja kwenye hali halisi ya maisha. Maneno yale Mungu aliyomjibu ndio yalikuwa maisha yake siku zote alizoishi. Ukiwa na elimu ya ndoto, unaweza au ndoto zinaweza kuwa halisi katika maisha yako. Baada ya kuwa umenisikiliza utangulizi, naomba nije kwenye kweli 3 kuhusu ndoto. Kuna mambo 3 ambayo ni ya ukweli kuhusu ndoto. Namba 1, ndoto ni njia ya akili au mawazo yako kutafsiri yote yanayoendelea nafsini mwako au katika maisha yako. Ndoto ni njia ya akili au mawazo unayowaza kutafsiri yote yanayoendelea nafsini mwako au maishani mwako. Yanaweza kuwa ni tahadhari fulani. Ndoto inaweza ikakupa tahadhari fulani maishani. Ndoto inaweza ikakupa maonyo fulani, ukijua maana na tafsiri yake. Lakini kwa mfano, labda nikiongelea maonyo, nisiende hata mbali. Wangapi mnakumbuka story ya Yusufu na Maria? Mamajusi walipoenda kule, waliambiwa msipite tena, msirudie njia hii kwa sababu Herode anataka kumuua mtoto. Wangapi mmewahi kusikia story kama hiyo? Okay, kumbuka ilikuwa ni katika nini? Ndoto. Na walipoamka wakayapokea yale maonyo, badala ya kwenda barabara ile wakaenda barabara nyingine waliokuwa wameelekezwa. Kwa hiyo nimekwambia ndoto inaweza kukuletea tahadhari, maonyo au mambo yaliyopita lakini kwa sababu fulani, au mambo yajayo kwa sababu fulani, au mambo yanayoendelea sasa kwa sababu fulani. Ndoto inaweza ikakupa taarifa ya kitu fulani. Ndoto inaweza ikakupa tafsiri uliokuwa unang'ang'ana nayo, ikakutafsiria kitu kwa lugha ya picha utakazoota au alama utakazoziota. Ni vizuri sana kukumbuka alama au vitu unavyoviona kwenye ndoto. Vyote vitakuwa na maana. Vinginevyo ndoto, ukiniambia mfano ndoto yako ukiwa umesahau baadhi ya vitu, ina maana inaweza ikawa na tafsiri tena ingine tofauti. Sijui kama tunaelewana paka. Na ndoto inaweza ikakupa maelekezo kama ambavyo tumeona mfano wa mamajusi, lakini hata Yusufu na Maria pia walipata maelekezo pia kwa njia kama hizo. Kweli ya pili, ndoto zinaweza kuwa na tafsiri muhimu kiroho au kimaisha. Narudia, ndoto zinaweza kuwa na tafsiri muhimu unapoota, kimaisha au kiroho. Unaweza ukaota jambo likawa na tafsiri ya kiroho zaidi, na unaweza ukaota jambo likawa na tafsiri ya maisha ya kawaida tu kabisa. Nafikiri mnanielewa mpaka hapa. Kwa hiyo sio
Sio kila ndoto unayoota, kumbuka nilishakwambia, sio kila ndoto unayoota ni lazima iwe na tafsiri ya kiroho. Kuna ndoto unaweza ukaota isiwe na tafsiri ya kiroho kabisa, ikawa tu na tafsiri ya kawaida kabisa. Kwa mfano, unaweza kumwota ndugu yako hajafa, yupo, awe yuko karibu na wewe au mbali kidogo, lakini unamuota. Na kila ukimuota unamuota tu amekuja, mmetoka, mmekwenda labda hoteli, mmeketi, mnakula chakula, mnaongea, mnapiga hadithi zenu, mnaandika mipango fulani. Kumbuka, hiyo ni ndoto, sio lazima iwe na tafsiri ya kiroho. Inawezekana ni taarifa fulani au kuna kitu fulani akili yako inazungumza na nafsi yako kwamba unamhitaji huyu mtu kwa muda uliopangwa. Kwa hiyo ni lazima wewe sasa ukiamka usipuze ukasema huyu namuotaota kila siku sijui kwa sababu gani. Mpigie simu sasa, mwambie bwana, hebu twende tukakae tuongee kidogo. Sasa mnapokwenda mnakaa mnaongea, unagundua kuna kitu fulani kinatokea. Inawezekana siku mnaongea kuna connection, kuna mtu anaweza kuja ni mfadhili au mtu fulani akaja ikawa ni jambo, lakini aliwakuta mkiwa pamoja. Haiwezi kutokea namna nyingine yote. Kwa hiyo sio lazima iwe na tafsiri ya kiroho, inawezekana kabisa ikawa na tafsiri ya kawaida. Lakini pia kuna tafsiri zingine za kiroho unapokutana na mtu ambaye mambo hayakuwa sawa sawa katika maisha ya kawaida. Labda mmegombana, labda kuna mambo ya kufuatiliwa na nguvu za giza, alafu unamuota anakuita, anakuambia njoo twende au hivi. Hiyo sasa ina tafsiri ya kiroho. Kwa hiyo ukishaota kitu kama hicho, kitu cha kwanza ni kwenda moja kwa moja kwenye huduma ya kiroho kama hivi, na kwenda kulikabidhi hilo jambo, kulikataa na kulifuta. Sio kama mnanielewa, kwa sababu ni kitu unaingizwa katika hali isiyo sawa. Na kweli ya tatu, alafu tuende kwenye mambo mengine sasa kuhusu ndoto. Ndoto hutegemea sana mazingira unayoishi. Ndoto hutegemea sana nini? Mazingira unayoishi. Ndoto hutegemea sana mazingira unayoishi, aina ya watu unaoishi nao, maneno unayoyasikia kila siku, misemo mbalimbali, mahubiri na utamaduni, mila na desturi, na alama unazokutana nazo kila siku. Ndoto ikienda nje ya hapo itakuwa na tafsiri ingine kabisa katika ulimwengu wa roho na tafsiri ingine katika ulimwengu wa mwili. Kwa mfano, labda nichukue hili neno mahubiri. Kama uko chini ya kanisa ambalo kila saa wanahubiri dhambi, wokovu na kwenda mbinguni, ndoto utakayoota mara kwa mara ni ama waumini wamenyakuliwa, wewe umebaki. Hiyo ndo ndoto. Kila saa utakuwa una wasiwasi, unashtuka, naona nimeota watu wameondoka, wote wamenyakuliwa, nimebaki peke yangu. Ni kwa sababu ya nini? Mazingira ya mahubiri unayoyapata. Ukiwa huko kwenye huduma ya kinabii kama hii, kila mara watu unaona wanafunguliwa, wanaponywa, wewe mwenyewe unaponywa, mambo ya maisha mazuri yanatamkwa, mafanikio yanatamkwa. Unaweza kirahisi tu ukaota nabii amekuambia tu pokea muujiza wa kitu fulani kwenye ndoto, na ukapokea, iwe nyumba, gari, sijui nini, na ukiamka
hata afya. Na ukiamka ukagundua kwamba kile kitu katika maisha yako kinaanza kubadilika, kila kitu kinaanza kubadilika. Kwa hiyo ndoto hutegemeana sana. Kwa mfano, ukiwa kwenye huduma kama hii ambayo mambo yake yote yako safi katika ulimwengu wa roho na matamko unayotamkiwa, ghafla ukaota kuna bibi mzee ambaye wa kijijini anakuhubiria neno la Mungu, hiyo ndoto nayo ina maana ingine tena tofauti. Ina maana hujafungua ufahamu wako kwa ajili ya yale ambayo sasa hivi unaambiwa. Kwa kuwa umeufunga, unapelekwa kwenye level ya watu waliofungwa ufahamu. Kwa hiyo ni taarifa kwamba unahitaji kufunguliwa nafsi. Kwa hiyo unaweza kuwa uko kwenye huduma pia kama hii, lakini kuna mtu ukaota katika ndoto anakuambia twende labda kwa mganga fulani, ukashangaa, mimi nipo kwenye huduma kubwa, nimewezaje kuota kuna mtu ananiambia twende kwa mganga fulani? Na kweli tukaenda, tukafika pale, mganga akawa anafanya vitu vyake, baadaye tukaondoka. Hiyo ndoto nayo ina maana ingine kabisa. Maana yake ni kwamba ijapokuwa upo kwenye huduma ya kinabii, lakini nafsi yako imefungwa ufahamu, bado ufahamu haujafunguka. Kwa hiyo ni rahisi katika ulimwengu wa roho kuchukuliwa na mtu yoyote kupitia ufahamu wako akakupeleka kwenye kitu kingine chochote, na ndio sababu ndoto zinakuja. Kwa hiyo ijapokuwa mambo ya mwili haya kawaida unahudhuria ibada, lakini kama hujakubali kuiachia nafsi yako ielewe kila kinachofundishwa, itabaki imefungwa. Kwa hiyo itakapobaki imefungwa, una uwezo wa kuchukuliwa na kitu chochote kwa maana hiyo. Sasa nataka kuja kwenye ufafanuzi kuhusu ndoto. Ufafanuzi kuhusu ndoto. Mwanzo nilikuwa nimeongea kuhusu nafsi, nikawatafsiria kidogo. Naomba nirejelee vitu kidogo ili kuweka mambo fulani vizuri. Katika ufafanuzi, macho ni dirisha la nafsi. Macho ni dirisha la nafsi. Kwa maneno mengine, macho yako kila unachotazama yanapeleka taarifa kwenye nafsi yako. Mmenielewa mpaka hapo? Kwa mfano mtu akikwambia hebu funga macho yako, fungua macho yako, anamwambia nani? Si kama umenielewa? Ina maana kuna huyo mtu mwenye hayo macho. Unanielewa hiyo tafsiri? Fungua macho yako, funga macho yako, ina maana kuna huyo mtu mwenye hayo macho. Kwa hiyo sasa macho kila yanachoangalia yana rekodi na kupeleka kwenye akili na kwenye nafsi yako, ambayo ndio wewe mwenyewe sasa unaweka hiyo kwenye kumbukumbu yako. Tunasema moyoni, lakini moyo ndio unabeba mawazo au nafsi ambayo ndio wewe unayeweza kutazama. Kwa hiyo kwa mfano, wangapi hapa umewahi kuona mtu wakati unaongea naye hawezi kukutazama machoni? Sawa sawa. Yaani unajitahidi kabisa kumwangalia machoni, unamueleza yeye yuko tu anaongea, unajua bwana kitu fulani hivi na hivi. Kwa hiyo unamwambia mbona uniangalii? Yuko unajua nani sio nini na nini hivi na hivi. Ni kwamba nafsi yake haikubali kukabiliana na nafsi yako. Mmenielewa mpaka hapo?
mtu anaweza kushinda au kushindwa kwa kauli ya macho. Macho yana kauli, ndiyo, the way anavyoweza kukutazama. Mtu anapokosa ujasiri wa kukuangalia kwenye haya macho wakati mnaongea, kuna tatizo katika nafsi yake juu ya maisha yake na mambo yanayomzunguka na wewe, kukuhusu wewe. Kuna tatizo. Macho ni kitu muhimu sana. Jicho, ukimwangalia mtu, hebu niangalia, unapomwangalia mtu ukafaulu kuona kile kitu cheusi kwenye jicho ndani. Mnajua kuwa kila jicho lina kitu fulani cheusi ndani. Kiko kama mbegu ya papai, Kile kinaweza kuwa kidogo au kikafunguka. Wakati wa giza kinafunguka kabisa. Ni kwamba kinataka kuona zaidi. Mwanga ukiwa mkubwa sana kinafanyaje? Kinakuwa kidogo sana. Lakini hiyo ndio dirisha la kuchukua stori zako na mambo yako yote. Ndio maana sasa ukifaulu, niangalie, ukifaulu kuona wakati mnaongea, ukaona mtu mpaka kwenye lile jicho lake, kile kitu, ujue umechungulia dirishani kwenye nafsi yake, unaweza kujua baadhi ya vitu vinavyoendelea maishani mwako. Ukishindwa itakuchukua muda kumfahamu. Ndio maana ni rahisi kujua mtu muongo. Yaani wakati unaongea naye, hata angekwambia hapana, hii haiko hivi, muangalie tu. Kuna dakika kuangalia, jua tu, japo anasema sio yeye, lakini wewe tayari umejua ni. Kwa hiyo mlango wa nafsi ni macho. Ndio maana mtu akifa, madaktari wanachukua ile tochi, wanamulika jicho. Wakimulika jicho, wasipoona hiki kitu cheusi hicho kama mbegu ya papai kinapotea, basi wanasema ameshakufa. Lakini wakimulika wakakiona, hata kama moyo yani haufanyi chochote, watu wanahisi umezimia, wanasema huyu ataamka tu. Kwa hiyo wataanza kufanya huduma zingine mpaka uamke, na utaamka kweli. Lakini wakimulika, ile akipiga jicho hivi, akaona jicho lote tu limekuwa jeusi tupu, hamna kile kidude kile, ina maana mlango wa nafsi. Kwa hiyo mwenye nafsi hayupo. Mlichobaki ni tools, zana zote zilizokuwa anazitumia duniani. Kwa hiyo macho ni kiungo muhimu sana katika kuelewa yanayoendelea katika nafsi ya mtu. Nimesema macho ni dirisha la nafsi. Kwa hiyo mawazo yako yanakwenda kwenye moyo wako, yani nafsi yako. Daudi anasema, nafsi yangu muhimidi Mungu, na vyote vilivyoko. Kwa hiyo mtu akiwa na mawazo mabaya, ina maana nafsi yake inapokea kufanya ubaya wote. Kwa hiyo nafsi ikishapokea kufanya ubaya wote, inatengeneza tabia ya yule mtu katika kile anachokifanya. Kama ni mkatili, ndio unasema mtu huyu ana moyo mbaya. Moyo ni chombo kinachobeba au kinachowakilisha nafsi. Baadaye mwisho wa siku tunasema una roho mbaya,
ina maana mpaka ile roho inayompa yeye uhai nayo imewekwa tag kwamba ni. Sasa mtu huyu akiota ndoto, sasa ndoto zake zitakuwa anaota anafanya uharibifu wa kila namna, na akiamka lazima utekeleze. Akiota amekuja kwenye nyumba yako kuvunja au kufanya kitu fulani, ni kwamba kuna siku lazima atatekeleza. Na nisikia mpaka hapo, tunaenda vizuri mpaka hapo? Katika ndoto kuna vitu vifuatavyo. Unaweza kujiota mwenyewe, unaweza kuota wengine, unaweza kuota wanyama, unaweza kuota viumbe vingine mbalimbali, unaweza kuota mandhari, maeneo, yani manake maeneo au nchi tofauti au ile uliomo. Unaweza kuota historia, unaweza kuota yaliyoko yajayo, unaweza kuota Mungu, mambo ya Mungu au mambo ya shetani. Au unaweza kuota ndoto tu lakini inamwakilisha Mungu, au ndoto nyingine inamwakilisha shetani. Hata kama wewe huelewi maana yake, ni mpaka upewe tafsiri yake. Kila ndoto unayoota inatokana na nafsi yako jinsi ilivyo. Sasa nafsi tunagundua kumbe ndoto ni picha tu, lakini nafsi ndiyo inatengeneza picha. Sasa naomba unisikilize yafuatayo. Nafsi inaweza, moja, inaweza kufungwa; mbili, kutekwa; tatu, kuibiwa. Au sio kuibiwa, kuibwa. Kuna tofauti ya kuibiwa na kuibwa. Kuibiwa ni umeibiwa kitu fulani. Kuibwa ni kwamba literally wewe umeibwa, nafsi yako inatumikia watu wengine na mwili wako unataabika na maisha yako. Namba ngapi hiyo kuibwa? Haya, 4. Nafsi inaweza kutumikishwa. Nafsi inaweza kumilikiwa. Nafsi inaweza kumilikishwa. Unaweza kumilikishwa mazuri au mabaya. Nafsi inaweza kusetwa. Nafsi inaweza kuzikwa. Nafsi inaweza kuteswa. Nafsi inaweza kuonewa. Nafsi inaweza kuvamiwa. Nafsi inaweza kuzamishwa. Haya ni mambo makubwa sana. Haya maneno niliyoyaongea hapa ndiyo mateso wanadamu wanayoteseka nayo katika maisha. Unaweza kukuta mtu, labda tuwe mfano, nafsi yako ikifungwa, ina maana hata ufahamu wako hauwezi kuelewa. Ndio maana unaweza kukuta mtu unamwambia hili jambo unaloteseka, nenda kafunguliwe, anasema hamna bwana, mimi huko siendi bwana. Ni kwamba nafsi yake imefanyaje? Imefungwa. Na utamwangalia atateseka mpaka atakufa katika shida yake. Lakini ndoto anaota kuna mtu anakuja anamfungua atoke, ila hachukui na hatua. Kwa hiyo katika ndoto, kwa sababu hachukui na hatua, ile ndoto itadumu kufanyaje? Kurudia. Na itarudia mpaka atakufa ikiwa ndoto inarudia. Ni sawa na mtu amekufa ameacha CD na play. Sio kama mmenielewa? Kwa hiyo ufahamu ni kitu muhimu sana. Yaani afadhali ukose viungo fulani mwilini huku, lakini ufahamu wako uwe huru.
Lakini ufahamu ukifungwa, hakuna kitu unachoweza kuelewa, hata uambiwe nini. Ina maana ufahamu umefungwa. Unaona hata wachungaji mara nyingine wanaota kabisa, kwa mfano wako uchi, anahubiri. Mfano mchungaji anaweza kuota kwenye kanisa lake, dhehebu lake, anahubiri kwa watu, yuko uchi. Basi neno la Mungu linasema lakini yuko uchi. Literally anahubiri yuko, yani maana yake hana nguo hata moja na ameshika Biblia anahubiri. Hizo ndoto zipo. Pamoja na kwamba hata wewe unaotaga mara nyingine uko uchi, lakini pia kuna wachungaji au watumishi, maaskofu wanaota wako uchi. Anamwambia nani ndoto kama hiyo? Kwa sababu amefungwa ufahamu, nafsi yake imefungwa ufahamu. Kwa hiyo hata kuna wakati anaweza kuota kabisa kuna mtumishi amekuja, anamfungua, anamwambia kitu fulani, anamvalisha nguo, lakini akiamka anasema mimi kule siamini bwana. Kwa hiyo anaendelea. Kwa hiyo hiyo ndio hali yake halisi katika maisha ya kawaida. Sasa ili somo la kuwa uchi kwenye ndoto ni tafsiri kubwa sana. Ndoto inakufanya ujitambue wewe ni nani. Pia sometimes, sio wakati wote, lakini wakati fulani unaweza. Mwaka fulani niliwahi kuota ndoto wakati naenda kufanya mkutano wa magereza. Kabla niliota ndoto moja, sikuwahi kuisema, ila nilijua tangu siku hiyo mimi ni nani. Sio nani kwamba sikujua kuwa mimi ni nabii. Nilikuwa najua mimi ni nabii, lakini katika hali ya, kwani si watu wengi wako manabii wengi sasa hivi, lakini kuna tofauti ya level nilionayo na level walionayo. Sasa mimi katika level nilionayo, japo nilikuwa kwa level ile, lakini nilikuwa nimejua nitakuwaje baadaye. Sasa kabla ya mkutano wa magereza niliota ndoto, mara nimesimama mahali, nimevaa vizuri, nimesimama mahali, nikasikia sauti inaniambia kanyaga, panda kwenye hii mashine. Kulikuwa na mashine imewekwa ambayo ina ngazi, lakini ngazi zake sio kama hizi za kupanda hivi. Ilikuwa ni kama escalator, zile ngazi fulani zinaenda juu kwa haraka kwa umeme. Lakini yenyewe ilikuwa ni ajabu, haiendi kwa hivi, ilikuwa inaenda kwa hivi. Na haitumii umeme, yani kama ilikuwa inatumia hydraulic. Kwa hiyo ina nguvu ya ajabu. Kwa hiyo nilipopanda nikasimama hivi, nikakabidhiwa mic, shika hivi, nikashika. Nikaambiwa sema haleluya, rudia. Alafu nilipoanza tu haleluya, nikawa najisikia mimi mwenyewe hapa, haleluya. Alafu ile ngazi ikabonyezwa mahali, ikaanza kupanda kwenda juu. Iliondoka kwa kasi sana. Na ilipokwenda kwa kasi, kila nikienda juu na nikisema haleluya, sauti inazidi kuwa. Kila nikisema haleluya naona inafunika, baadaye ikafunika nchi nzima, watu wote wakawa nawaona chini. Nikawa naona watu wako chini wadogo wengi. Baadaye ilipofika mwisho ikagota, niliposema haleluya nikaona kila mtu amepiga magoti. Basi ikaishia hapo. Nikaamka nasema kwa hiyo hapa hivyo ndivyo nitakavyokuwa. Lakini hali halisi nilipoiangalia, ilikuwa tunaenda sasa kwenye mkutano wa magereza, alafu tayari kuna vikwazo kibao. Mnakumbuka nyinyi wakati huo mliokuepo, kuna vita kibao. Lakini baada ya ule mkutano mpaka kufika leo, ndio hali halisi ninayoishi. Kama unafika kuwa sasa kiongozi ambaye ukisema kitu kila mtu amesikia. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni the dream of elevation. Ilikuwa ni ndoto ya kuinuliwa, kwenda mahali utakapokwenda.
na nguvu yake fact kwamba ni hydraulic, maana yake ni roho wa Mungu alikuwa kazini kwa kasi. Mara kwa mara ndoto, mfano unapoota unakimbizwa au unakimbia kitu au unapaa, alafu kaa unapaa unaenda kwa juu angani. Mara kwa mara kuna vitu vya kuzingatia. Sitatoa tafsiri sasa hivi maana nitakuja kwenye hilo. Angalia speed ya mwendo unaokwenda kwenye ndoto. Kama ni ulikuwa unakimbia mwendo wa kawaida au unakimbia kama unavunjika vunjika. Si kama mnanielewa? Je, ulipopaa ulikuwa unapaa mwendo wa kawaida au ulikuwa tena katika kupaa unapaa huko chini chini hivi mwendo wa kawaida, au unapaa juu na unakwenda kwa speed? Na kama kuna kitu kinakufukuza siku zote, angalia kiko umbali gani. Kama kiko mbali sana na unakiona lakini unakimbia, hiyo ndoto ina maana nyingine tena nzuri. Lakini kama kiko hapa, kila ukikimbia unaanguka, hiyo naye ina tatizo lingine. Nitakupa tafsiri yake, lakini kwa leo naomba niendelee na vitu vingine. Nafsi ikitekwa na ndoto zake zitakuwa hivyo. Nafsi yako inaweza kutekwa katika ulimwengu wa roho. Anayekuteka ana nguvu kuliko wewe. Wangapi mmewahi kusikia namwambia mtu wewe umefungwa katika ulimwengu wa roho na aliyekufunga ana nguvu kuliko wewe? Wangapi mmewahi kusikia hiyo tafsiri? Yes, maana yake ndio hiyo. Unaweza kumwambia mtu kitu kama hicho. Kwa hiyo kuna kutekwa njiani, kuna kuibwa ukawa faida ya mtu mwingine, kuna kutumikishwa kwa faida ya mtu mwingine, halafu kuna kumilikiwa katika ulimwengu wa roho. Ina maana huna sauti. Halafu kuna kuzikwa. Wangapi wamewahi kusikia namwambia mtu umezikwa nusu au hivi na hivi? Ndio. Kuna kuzikwa. Kuna kuteswa. Mateso fulani, unateseka katika maisha yako na hujui unaondokaje kwenye hayo mateso. Lazima achunguza. Kutakuwa kuna ndoto zilianza kukuambiaga huko nyuma baadhi ya vitu fulani, lakini kwa sababu ulipuuza, hujui maana yake, ukawa unaendelea, baadaye teso lile likaongezeka katika ulimwengu halisi. Kuna kuonewa, kuna kuvamiwa na kuna kuzamishwa. Kuzamishwa mara nyingine ni kwamba unaweza kushikwa ukazamishwa kwenye maji mengi, labda baharini au hivi na hivi. Hizo zote zina tafsiri tofauti. Aina za ndoto. Nataka kwenda kwenye aina za ndoto sasa. Kuna ndoto za kinabii. Kama hiyo nilohadithia inayonihusu mimi, hiyo ilikuwa ni ndoto ya kinabii. Kwa nini? Ilikuwa inaeleza mambo ya mbele. Ndoto za kinabii hueleza mambo ya mbele, jinsi utakavyokuwa. Unawezekana ukawa kama ni vizuri au vibaya, sometimes zinakuonyesha. Ni unabii. Ni sawa tu na unabii wa kawaida ambao unaweza kupewa au kukupa ya kwamba itakuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni jambo baya, lakini unaambiwa. Kuna ndoto za kinabii. Kwa hiyo mara nyingine ndoto inaweza kuwa ni unaonywa kuhusu jambo fulani la mbele litakalotokea. Kwa mfano, labda nitoe mfano, maana ni vizuri nitoe na mifano. Unaweza kuota ghafla kwenye ndoto uko mgonjwa sana, lakini katika hali halisi hauko mgonjwa, si ndio? Lakini kwenye ndoto unaota mgonjwa mpaka unabebwa mpaka hivi. Yaani wakati huo sasa unaona ndoto sasa. Ni kwamba ndoto imechungulia ndani kwenye dirisha, kupitia dirisha lile, imechungulia ndani ya nafsi yako. Ikaona kuna vitu fulani inapaswa kukueleza na sio kukuficha. Si kama mnanielewa? Sasa ukaota uko suddenly mgonjwa.
Mara nyingine umebebwa machela, mara nyingine uko kwenye gari ukapata ajali, mara yani afu ukafa au vipi. Kuna ndoto kama hizo. Sasa unapoota namna hiyo, ukiamka katika uhalisi uko kawaida, hauna shida yoyote. Yani mara nyingi hata ukiamka ukashtuka, ukaamka ghafla hivi, unagundua jasho linakutoka, mgonjwa akaribia na kufa. Unaamka yani huna amani, unaanza kukaa hivi, unawaza, baadaye unasema lakini mimi hata hivyo kwanza afadhali nimeamka, kumbe siko hivyo. Kwa hiyo unaondoka, unaendelea na maisha. Kumbuka ile ndoto imekupa nini? Taarifa, sio ya kupuuza. Ni sasa ya kwenda kwenye nyumba ya Mungu, uhitaji msaada katika maisha yako kiroho. Yani hiyo ndio njia peke yake ya kuzuia. Ndio ukija hapa unakuta nabii anasema kataa, futa. Umeona? Sasa wewe ungekuwa mwenyewe nyumbani unajulia wapi? Ndio ile unasema ilikuwa ndoto tu, unaenda kazini. Ngoja sasa, itapita miezi 3-6, jambo linatokea. Unasema niliwahi kuota ndoto. Sasa uliwahi kuota afu ulikuwa wapi? Muda wote huo ulikuwa wapi badala ya kusolve? Na ukipuuza hiyo ndoto inafanyaje? Inarudia tena. Safari hii labda umegongwa na gari labda, au kuwa kwenye kibasi kikapinduka kikaenda sijui chini kabisa kule. Hizo ndoto zote zinakupa wewe nini? Taarifa. Kwa hiyo ni saa ya kujua. Ndoto zinasaidia. Ndio maana kuna mtu akiota ndoto mbaya kama hiyo, kesho yake mnashangaa tu, kama hamjui Mungu, kesho yake mnashangaa tu kaaga anaenda wapi? Kwa mganga wa kienyeji. Bwana, nimekuja hebu nisaidie, nimeota ndoto. Kwani nyinyi mnashindwa kuelewa nini jambo hili? Ikiwa mfalme mwenyewe aliota ng'ombe 7 tu. Kaota, wengine wembamba, wengine anatetemeka hivi, anaita watu wote nchi nzima waje waganga wa kienyeji wampe tafsiri. Kwa hiyo kuna mtu anaota kitu, kesho yake huyo kwa mganga wa kienyeji. Lakini unaona watu wa Mungu mnaota ndoto, wengine wako huko majumbani wanakaa tu, wanachukulia kitu cha kawaida. Yule akienda kwa mganga wa kienyeji anaambiwa lipa kiasi fulani. Wewe unakuja unaenda tu kwenye, wengine wanaenda kwenye makanisa yao, hata nguvu ya Mungu hamna. Wanafika tufungue misale yetu ya leo. Ndoto haijatafsiriwa mzee. Tuna shida hapa. Raia wa Mungu tuna shida, ndoto haijatafsiriwa. Tunataka ndoto itafsiriwe. Tuambiwe maana yake, tuko hai au vipi? Kwa hiyo unaona watu wanapuuza. Mwingine anaweza kuota kesho yake ile ndoto imerudia, lakini kitu cha ajabu imeunganishwa tena na NYU radio. Yani ile ndoto imerudia, halafu ikaunganishwa katika kile. Maana unajua inaporudia hairudi kama vile, kuna vitu fulani vinabadilika, lakini ndoto ile inakuwa ni kama ile kabisa. Ila kuna vitu unaona vinabadilika. Kwa mfano unaweza kuona, unaweza kumuona nabii, hujawahi kumuona, unaona tu amesimama afu unasikia sauti, huyu ndio Joe David, na hujawahi kumuona kabisa. Lakini unasema, ukimwambia mtu wewe hayo ni mapepo. Yaani uende kule Ngurume ya Upako. Kule sisi hatuendagi bwana, unajua usiende kule. Tayari hapo unakuwa umejiletea nini? Matatizo. Sasa ile ndoto haitasema uongo. Ngoje yetu inatimia haraka. Tena ikibidi wewe iandike itatimia na haitasema uongo. Kwa hiyo nimeshakwambia aina za ndoto. Ndoto ya kwanza nimekwambia ni ndoto za kinabii. Pili, ndoto za uponyaji, afya au marekebisho. 3, ndoto za kutisha na kuogopesha. Na
hizi zinaweza kuwa ni mfululizo katika maisha ya mtu. Ndoto za kutisha na kuogopesha, yani kama zile horror au nightmares, naogopesha. Hizi ndoto mara nyingi zinahusisha mafatilizi ya ukoo, mara nyingi mafatilizi, mahusiano mabaya, vitisho na hofu za kimaisha. Sasa kuna vitu vingi katika ndoto na kuna picha katika ndoto. Kwa mfano, ukiota ng'ombe wanakukimbiza na unaogopa, hiyo ni nightmare. Ghafla kundi la ng'ombe limekugeuka linakukimbiza, utakimbilia wapi? Unaanza kukimbia, ng'ombe nao wanaongeza speed, alafu wanakuwa kama watu lakini ni ng'ombe. Mara unasikia ng'ombe anakuambia wewe tukamata tu. Sasa lakini ni ng'ombe, ukiangalia kabisa unaona ni ng'ombe, na unawaza inakuaje ng'ombe wananikimbiza namna hii. Sasa kuna vitu vya kuangalia katika ile ndoto, kama wale ng'ombe walikuwa wanaonekana katika muonekano gani? Walikuwa na hasira au walikuwa wenyewe wakoje katika ulivyokuwa ukiwaangalia? Tutakapofika mbele utagundua kwamba una uwezo wa kuisimamisha ndoto na ukamuuliza mtu kwenye ndoto, kwani una kisa gani na mimi? Angalia jinsi mlivyoshangaa. Una uwezo huo. Lakini sasa ni lazima ujifunze elimu ya ndoto. Lazima uelewe. You have to control your dream. You can control your dream. Kwa mfano mimi ni master kwenye dream. Kabisa. Naweza kuamua kuota. Nataka leo nataka nicheki movie kwenye ndoto. Na nikilala naona movie tu, nafurahi basi. Au leo nimechoka sana, sitaki movie, nazima. Ni kama unavyozima TV. Nazima, sitaki kitu chochote, nalala, na unalala kimya. Umekucha. Kwenye ndoto nikafanya maamuzi pia. Nikiwa kwenye ndoto nikageuka nikasema, kwani wewe una shida gani? Narudi sasa na mhoji mtu, una shida gani? Kwa hiyo anashindwa pale pale mbele ya macho yangu na anatokomea. But you have to be the director of your dream. Or dream director. Kama unavyosema movie director. So this is dream director. Lazima unaongoza ndoto yako. Kwenye ndoto kuna mambo mengi. Mtu ambaye ni master katika dream anaweza kuamua kwenda kuangalia kitu chochote mahali popote saa yoyote. Wangapi wamewahi kuota ndoto za kutisha na kuogopesha? Yaani uliota kabisa ndoto inatisha. Aina nyingine ya ndoto ni ndoto za kujirudia rudia. Kumbuka hii nilishaongea pale mwanzo. Nilisema itaendelea kujirudia mpaka utakapopata ufumbuzi wa swala linalolalamikiwa kwenye ndoto. Wangapi wamewahi kuota ndoto za kujirudia rudia? Eleza ndoto yako. Baba, mimi ya kwangu huwa kuaga nimelala, anakuja mwanaume mmoja hivi, inakuwa anataka kupigana mimi. Na huwa tunapigana, lakini cha ajabu huwa nikimpiga ngumi zangu huwa zinalenga kwenye uso. Ila nikimpiga ngumi kwenye uso huwa mkono unanata kama vile kuna ulimbo. Alafu nang'oa, nampiga nyingine inanata, nang'oa, nampiga nyingine inanata. Kwa hiyo yeye hajawahi kunigusa. Lakini mimi huwa nampiga lakini zinanata ngumi, yani sipigagi kwingine, napigaga tu hapa lakini lazima nitumie pia nguvu kung'oa ule mkono. Mara mwisho nimeota jana usiku kuamkia leo baba. Okay. Safi kabisa. Umesema umeota tangu mara ya kwanza, unakumbuka ilikuwa lini? Hii ndoto kama mwaka 1900 kama 95 hivi. Muda mrefu, ndoto nimeota kama zaidi ya mara 10 au 20. Sasa jamani, hii ndoto mkishaiona kwa style aliyoielezea,
ni ndoto ambayo inahusika na vitu unavyofanya maishani. Yani kila unapotoka kufanya kitu fulani, kupiga ni kupambana, ni hali fulani ya kufanya maisha, kutafuta katika maisha. Sio lazima uwe necessarily unampiga mtu. There is something you are fighting about life. Sijui kama mnanielewa. Kwa kila unapofight kuhusu life, bahati mbaya unapopiga inanata, unavuta kwa shida, si ndio? Ina maana kuna kifungo fulani pale ambacho kinasababisha kwamba wewe kila ukifanya kitu kukivurudisha kwenye mkono wako, because kumbuka kitu kimoja, mkono ndio power of income. Kumbuka, saa yoyote unapoota mkono wako umeliwa, iwe na mdudu, mnyama, umeng'atwa ukalika kweli, jua umeondolewa nguvu ya kipato katika maisha yako. Si? Tayari kuna watu wengi wamewahi kuota kitu kama hicho. Sasa huyu hakung'atwa. Ina maana anafanya kazi, ana fight for life, ana fight about life, kwa maana ya kwamba kazi zake ana fight ili kwamba income iweze kuja. Lakini kila ukipeleka kurudisha, sababu unabarikiwa kwa kazi za mikono, kurudisha kwako, irudi kwako, inakuwa ni mapambano sana kung'oa. Mapambano sana kung'oa. Kwa hiyo ndoto inarudia kwa sababu tatizo halijawa solved. Nini ambacho hujakisolve hapa? Nataka uangalie namna unavyotoa mbele ya Mungu. Basi. Hapo tu. Hapo tu. Bas, yani kifupi hiyo ndio solution. How you give. Jinsi unavyotoa. Unavyozidi kutoa ndivyo inavyoleta urahisi wa kutoa mkono. Inapokuwa ngumu unazuiwa kidogo. Nafikiri mmenielewa. Okay. Lakini kama umeng'atwa mkono wako, kiganja kimeng'atwa au mkono, hilo ni shida. Na itarudia mpaka utakapotatua hilo tatizo. Kwa sababu umeondolewa uwezo wa kuingiza nini? Kipato. Okay, kuna ndoto ambazo, yani wakati unaota kuwa, yani wakati unaota kabisa na unajua kuwa saizi niko kwenye ndoto. Yani wakati unaanza kuiota, hata wewe mwenyewe unajua kabisa kwenye ufahamu wako na ndoto zako, yani ndotoni unajua sasa hivi niko kwenye ndoto. Kwa hiyo una uwezo wa kuiongoza ndoto yako unavyotaka, au unaweza kuongozwa na mtu ambaye anaonekana kwenye ndoto usipopenda wewe. Kwa hiyo ukajikuta unaenda mahali ambapo hujapenda na matokeo yanakuwa mabaya. Hiyo nayo ni aina nyingine ya ndoto. Lakini ukiweza kuwa the master of the dream, your dream, unaweza kuiongoza ndoto yako ikakuletea matokeo tu uliokuwa unayataka. Kama ulikuwa katika ndoto unatoka hapa mpaka pale, ina maana utahakikisha kwenye ndoto unafika pale. Kitu chochote njiani hakikuzuii, hutakubali. Lakini sasa ni lazima uwe na hii elimu ya ndoto. Hasa ni lazima usikilize kwa makini yote ninayofundisha. Lakini hii nayo ni aina ya ndoto. Aina nyingine ya ndoto ni zile ambazo zinaitwa njozi. Njozi ni aina ya ndoto ambayo inaotwa katikati ya kulala na kuwa macho. Kama umekaa tu hivi, umepumzika kidogo kwenye kitu, umepumzika, unaanza mara kuona kama unachukuliwa, unaanza kuona kitu fulani. No. Lakini mtu akikuita unaamka, unasikia. Sijui kama mmenielewa. Hizo zinaitwa njozi. Alafu kuna ndoto ambazo ni ndoto za ishara. Ndoto za ishara.
Ndoto za ishara zinasaidia kutatua matatizo na kufanya maamuzi halisi katika maisha. Ndoto za ishara. Kwa mfano, Farao alipoota ya kuwa ng'ombe 7 wamekonda, ng'ombe 7 wanene, na kuna yale masuke na miganda aliyoota. Hebu fikiria, ndoto kama hiyo ilimpa umaarufu nani? Yusufu. Alipomsikiliza tu aliitatua. Ile ndoto kwa mfalme ilikuwa ni ndoto ya ishara. Yaani na maana ndoto ilikuwa inampa ishara Farao kwamba kuna jambo litatokea. Sijui kama mnanielewa. Kwa hiyo ni jukumu lake kulifanyia kazi. Asipoweza kulifanyia kazi, haina maana kuwa haitatokea. Kutokea ni lazima itatokea. Tatizo ni kwamba itamkuta hajajiandaa. Kwa hiyo kwa mfano wa ile ndoto unaweza kusolve baadhi ya vitu kabla havijatokea. Hebu fikiria, aliota tu. Yeye aliota. Na ndoto hiyo lazima itakuja, itokee. Lakini alipompata Yusufu alipompa maana yake akamkabidhi kazi hiyo kufanya, Yusufu ndio aliweza kufanya ile ndoto isije kukamilika. Kwa hiyo kwa kifupi, kupitia Yusufu walifuta ile ndoto isitokee. Yaani isifaulu. Ilitokea lakini isifaulu kwamba wamepita kipindi ambacho hawatakuwa na chakula tena. Sio kama mmenielewa. Ndoto ilitokea. Walipita kwenye vile vipindi. Lakini kwa sababu alimpata mtu sahihi, alifanya marekebisho kulingana na ishara inayotolewa na ile ndoto. Mfano labda ndo tu umepata mchumba. Umjui kabisa, yani ndo kwanza umekutana naye mjini, umjui, au kwenye mtandao Instagram. Pata mchumba Instagram. Sasa inatokea mara unaanza ndoto. Unaota mara mmekuwa mko pamoja, mara mnaondoka mnaenda, baadaye mnagombana. Unaamka. Mara anatoka tena na sime. Unaamka. Lakini mkikutana mnaendelea na maisha kawaida. Mara unaota kuna kitu kinakukimbiza, ukiangalia ukielewi, lakini ukikimbia unaona tena kama ni yeye anakukimbiza. Mara yani geuka. Sasa hiyo ni ndoto ya ishara. Hiyo ni ndoto ya nini? Ishara. Lakini unakuta mtu ameota hiyo ndoto, hachukui hatua yoyote mpaka anakuja hapa mbele, anafungiwa harusi. Wakimaliza hapo wanaanza kuishi. Baada ya miezi 5, mwaka, mambo yakitokea, sasa niliotaga bwana. Sasa ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi sasa? Ile ilikuwa ni ndoto ya nini? Ishara ya kitu fulani. Lakini ndoto kama hiyo inaweza kuja kwa mtu ambaye labda ni mme na mke. Kwa mfano wameishi miaka 5, 10 vizuri, lakini baada ya miaka 10 unaanza kuota ndoto kama mara unaota mwenzako amekuchinja au umekufa ghafla, mnaanza kuzikana. Sasa ni ndoto hizo. Watu mnaogopa. Nadhani mnaota hizi ndoto sana. Mbona watu mnaogopa sana?
Wangapi wanaota ndoto za ajabu kama hizo? Una mme au mke, lakini kuna vitu unaota kuhusu yeye au mwenzako, awe wa kike au wa kiume, unaota. Nyanyua juu. Wapo watu. Sasa unapofika level ukaanza kuota kitu kama hicho, ina maana something, kuna kitu katika maisha yenu hakiko sawa. Na sio kila ndoto ya kifo inamaanisha kitu kibaya. Katika ndoto kifo kinaweza kuwa ni kufariki. So katika ndoto unapoota mtu amekufa inaweza kuwa ni kufariki. Unaweza kuota mke wako amekufa, au umeota wewe mwenyewe umekufa, au mtoto au baba au babu. Nitakapokuja kwenye kutafsiri sasa rasmi ndoto moja moja, pale ndio unaweza ukashangaa. Inamaanisha tu kwa kifupi kwamba kuna kitu hakiko sawa, kinahitaji mabadiliko, kama vile mtu aliyekufa kwamba hutamuona tena. Haina maana lazima iwe ni kuachana, inawezekana ni marekebisho tu ya maisha, yamefanyika mabadiliko fulani ambayo ni kama umetatua lile tatizo. Na ukishalitatua lile tatizo lililokuwa tatizo, ndoto ya namna hiyo inakuwa imeisha. Then kuna ndoto za watu unaota walikufa, labda baba, babu, mama, bibi, mtoto, sijui nani, mara akikuita au anakuja kukaa na wewe au kuongea na wewe. Zote zina tafsiri tofauti. Umenielewa mpaka hapo? Lakini pia ni tofauti na ukiota kitu kikatokea. Hiyo nayo ni kitu kingine. Ukiota kitu kikatokea, kwa mfano let's say umeota fulani amekufa, labda jirani au nani, kesho ukasikia, au wiki ijayo au mwezi ujao au baada ya mwaka ukasikia kweli amekufa. Kuna tofauti. Hiyo ina kitu kingine kabisa katika ulimwengu wa roho ambacho hakiko sawa kwako unayeota. Kuna kitu ulichorithishwa ambacho wewe hujui, unatembea nacho. Naomba tu kwa leo niachie hapo.